Watazamaji wengine wamekuwa kiuliza, jamani, gesi hii inaweza ikalipuka ikatulipukia? Ni kweli, bidhaa zote za mafuta ya petroli kama vile petroli, dizeli, mafuta taa au hata gesi yenyewe tunayoizungumzia inaweza ikalipuka, lakini ukiitumia kwa ufasaha na uzuri, Mungu atajali kheri, hawezi kukulipukia. Tunasema gesi hii ni safi, ni salama, ni chapchap, ni rafiki wa afya na mazingira, na inatufaa sana wa Tanzania. Kitaalamu zaidi tunasema kitu chochote kinachoungua, kwa mfano kama ni ukuni, kama ni mkaa, kinapoungua kinaacha byproduct, kinaacha kitu ambacho kinakuwa hakijaungua. Kwa hiyo inakuwa hakuna complete burning. Lakini petroli au gesi inakuwa na complete burning, hasa hii gesi tunayoizungumzia ya LPG. Kwa hiyo complete burning ile inasababisha kwamba kuwe na hali ya usafi wa almost 100%, takriban 100%. Kwa hiyo usafi huu ndio unaotupelekea kwamba sio tu katika vyombo vyetu au katika hali yetu ya hewa, hali kadhalika katika mazingira yetu na katika usalama wetu kiafya zetu vile vile. Kwa mfano, zimetolewa ripoti mbalimbali kuhusu uchafu wa mazingira ya ndani, hasa yanayotokana na moshi, kwa mfano wa vibatari tunapokuwa tukiwasha, au kuni au mkaa. Wengi wamepata matatizo makubwa ya vifua, asma, matatizo ya magonjwa mbalimbali makubwa. Lakini kwa utumiaji wa gesi hii ya LPG, basi unakuwa umeepukana na matatizo ya kiafya tunayokuwa tukiyazungumzia. Karibuni watazamaji wetu popote mlipo duniani ndani ya Ar-Risala International. Karibuni sana. Awali ya yote nikutakieni amani, nikuambieni amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutukutanisha tena, na leo insha Allah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, kama tunavyojua kwamba tayari tumeshaingia katika zoezi la uchaguzi mkuu na mambo ya kampeni yameshaanza. Kwa na sisi basi hapa ndani ya Ar-Risala tumeona kwa leo tumefursa hii kuleta mada yenye anwani nasaha kuelekea uchaguzi mkuu. Nasaha kuelekea uchaguzi mkuu. Hii ndio maudhui ambayo tutazungumza hapa. Na wewe basi andaa kalamu na karatasi, mtazamaji wangu, ili uweze kusikiliza zile nasaha moja moja mpaka namba 7, ili insha Allah pale ambapo baadaye tukifungulia simu sasa, uwe mtazamaji na wewe unao fursa ya kusema katika nasaha namba 3, na mimi naongezea kidogo hapo. Nasaha namba 5 na mimi naongezea kidogo hapo. Kwa leo maudhui yetu ni nasaha kuelekea uchaguzi mkuu. Naam, kabla ya kuingia kwenye maudhui, tukumbushane juu ya mafunzo ya dini ya Kiislamu katika suala la kumjenga mwanadamu kimwili na kiroho. Dini ya Kiislamu inamjenga mwanadamu kimwili na kiroho. Yaani mwanadamu anafundishwa vipi maisha yake yatayaendesha, na kisha baadaye anafundishwa vipi akhira yake ataiendesha. Kwa sababu Uislamu unaamini, na ndivyo ilivyo, kwamba baada ya mwanadamu kufa yapo maisha mengine. Kwa hiyo yale maisha mengine ndio maisha ya kiroho tunayaita zaidi. Na haya maisha tulionayo tunaita ni maisha ya kimwili. Kwa ajili hiyo basi mwanadamu anajengwa katika maisha yote mawili. Vipi duniani aishi na vipi akhira aishi. Kwa sio sahihi kuona Uislamu ni dini itakayomzungumzia mwanadamu maisha yake ya kiroho, yani maisha ya peponi, maisha ya akhera, maisha ya kaburini, maisha ya kuhesabiwa. Lakini maisha ya kawaida haya tukadhani kwamba Uislamu haukuyazungumzia. Hapana, Uislamu umeyazungumzia yote hayo. Ndio maana katika msahafu kuna aya kadhaa ambazo zinaelezea mambo tu ya kidunia, mambo tu ya kuuziana, mambo tu ya kushika rehani. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kumueleza Muislam juu ya kwamba yeye anayo sehemu ya dunia. Ahris lidunyaka kaannaka taishu abada wa'mal li akhiratika kaannaka tamutu ghadan
fanya pupa ya dunia yako, utadhani wewe utaishi milele. Nafanya matendo mazuri kwa ajili ya akhera yako, utadhani wewe unakufa kesho. Hii fanya pupa ya dunia yako ni mjumuisho wa vitu vyote: kusoma shule, kwenda kiwandani, kufanya uchaguzi, kufanya nini. Yani yale yote ambayo haya yanaitengeneza dunia yako, unaambiwa yafanyie pupa hayo. Yafanyie pupa, uyaendeshe kwa umakini mkubwa, mpaka mtu akitokea anakudhania huenda wewe utaishi milele, unadhani hufikiri hata akhera. Kumbe upande wa pili nao, fanya matendo mazuri kwa ajili ya akhera yako, utadhani wewe unakufa kesho. Sasa ifanya pupa ya dunia yako, ili ni funzo la dunia. Lakini hadithi nyingine nasema, si mbora wenu yule ambaye anawacha mambo yake ya akhera akashughulika na dunia peke yake. Huyo si mbora. Na wala si mbora wenu yule ambaye anaiacha dunia yake akashughulika na akhera peke yake. Ila mtu mbora ni yule ambaye atakusanya yote mawili. Hapa kuna mafunzo. Muislamu anajengwa juu ya kuipenda dunia yake, na juu ya kujipanga vizuri katika dunia yake, na juu ya kuiendesha vyema dunia yake. Dunia ndio huu mzunguko wa maisha. Bwana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, katika haya madhambi haya, kuna madhambi ambayo hayafutwi kwa mtu kuswali, hayafutwi kwa mtu kuhiji, hayafutwi kwa mtu kufunga, bali madhambi hayo yanafutwa kwa mtu kuhangaikia maisha yake. Bali yukaffiruha alhammu fi talabil maisha, bali hayo madhambi yanafutwa katika ile kazi mtu anaifanya na kushughulikia maisha yake. Unaamka alfajiri, unajiandaa, unakwenda kazini, kule kazini unatukanwa, unabeba mizigo, unakosa amani, unapata tabu. Ukirudi nyumbani, ule muhangaiko ule, kuna dhambi fulani Mwenyezi Mungu anazifuta kupitia dhiki hiyo. Kwa hiyo Uislamu si dini inayoshughulika na maisha ya kiroho peke yake, bali ni dini pia inayomfundisha mwanadamu vipi aishi. Hadithi nyingine Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yaakula min amali yadihi. Hajawahi kula mtu chakula kilicho bora kuliko chakula anachokila mtu ambacho kimetafutwa na kazi za mikono yake yeye mwenyewe. Ameshughulika, amefanya kazi, alafu ile kazi aliyofanya ndio imezaa akapata kile chakula. Bwana Mtume sallama, huyu hajawahi kula chakula bora kama chakula hicho. Kwa habari ya kwamba Muislamu atakuwa ni mtu wa ibada tu, ni mtu wa kuishi msikitini tu, na mambo yake ni ya kipepo kiakhera, dunia yeye hausiki, hapana, huyu atakuwa hajauelewa vyema Uislamu. Ndio maana hata vitabu vinafundisha mlango wa udhu, mlango wa swala, mlango wa zaka, mlango wa saumu, mlango wa hija, mlango wa kuwatendea wema wazazi wawili. Baadaye unakuja mlango wa muamalati, mlango wa kufanyiana mambo, mlango wa kuuziana, mlango wa kukodishana, mlango wa kuwekeana rehani, mlango wa kukopeshana, mlango wa kuingia mikataba ya ajira. Hii ni kuonyesha kwamba lazima mwanadamu ajengwe katika masuala ya kushughulikia na dunia yake pia. Sasa leo tunaizungumzia dunia inayoitwa uchaguzi. Katika hili hapa tuzungumzie nasaha, alafu baadaye mtazamaji wangu na wewe upate fursa ya kuweza kuchangia katika nasaha hizi. Nasaha ya kwanza kabisa, tusijitenge na zoezi hili zima la kufinyanga serikali. Tusijitenge. Kama utaratibu wetu sisi tunawapata mawaziri kupitia kwa wabunge, utaratibu ni huo, na hawa wabunge tunawapata kupitia kura. Kama tunalipata baraza la madiwani lile na meya wao na nini kupitia madiwani hawa ni kupitia kura. Kama tunampata rais wa nchi akatuongoza, lakini ni kupitia kura. Kwa hili zoezi hili la kujiandikisha ambako tayari tumeshafanya, alhamdulillah. Sasa hivi kuna zoezi la kampeni, baadaye kuna zoezi la kuchagua. Yani huu mfumo huu tusijitenge nao.
Wako wenye fikra ya kujitenga, wapo, kwamba tujitenge kwa sababu tangu na hapo hao viongozi wanaofinyangwa, wanaotengenezwa, viongozi hao wakishakaa kwenye viti vyao hawatotumia kitabu kitakatifu cha Kiislamu, Qur'an, hawatotumia. Kwa kuwa hawatotumia, basi tujitenge. Hapana, wenye mawazo hayo hawajafikiri vyema. Kujitenga sio sahihi. Hata yuko mwenzetu mmoja anasema, ma lam yudrak kulluhu la yutrak qalluhu. Jambo lolote ambalo halipatikani lote, ule uchache wake hauachwi. Ni kweli kwamba hizi mamlaka haziongozi kwa Qur'an, haziongozi kwa 100% vile Uislamu ulivyoelekeza, lakini yapo mambo ndani ya serikali mazuri tu, wala mambo hayo Uislamu hauyakatai. Sasa hichi kipande hichi ambacho Uislamu haukikatai, ndio hiyo kanuni ambalo haliwezekani lote, uchache wake hauachwi. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili, huwezi ukajitenga na mfumo fulani lakini baadaye maisha yako yenyewe yanauhitaji huo mfumo, na utautii na utaukubali na utautumia. Huwezi ukajitenga na mfumo fulani alafu baadaye mfumo huo ukishawekwa maisha yako yanauhitaji huo mfumo. Yani Muislamu leo akisema mimi sijiandikishi, mimi sipigi kura, sababu tangu na hapo hawa watu wanaochaguliwa hawaongozi kwa Qur'ani na Sunna, kwa mimi naamua kupumzika nyumbani. Lakini baadaye watu wakishachagua wabunge, alafu yule mbunge akawa ndiye waziri wa elimu, ni huyu ndiye atakayetaka elimu bora ya mtoto wake, huyu ambaye yeye hakushiriki kumtengeneza ule waziri. Ni huyu atakwenda hospitali akihitaji huduma bora, apate huduma safi, na kama hakupata analamika. Amesahau kwamba ile huduma safi inatokana na mtiririko wa serikali safi. Ni huyu atakayetembea barabarani hataki mashimo, hajui kwamba ule waziri wa miundombinu ni mtu aliyotengenezwa kupitia hizo kura. Sasa huyu atakiwa aeleweshwe tu kwamba kujitenga si sahihi, kwa sababu huwezi ukawaacha watu wengine watengeneze mamlaka, alafu mamlaka hiyo baadaye watakaoitumie, lakini wenye kuitengeneza wasema ni haramu, ila kwenye kuitumia wasema ni halali. Nadhani hapa kidogo mtazamo. Lakini sijui nini maoni sasa kwa mamlaka ambayo unashirikishwa kuitengeneza hata kidogo, halafu mamlaka hiyo huikubali. Lakini wako wenzetu duniani wanaishi katika mamlaka ambazo hawaruhusiwi kushiriki kutengeneza hata kidogo. Sasa hapa atakuwa mwenye nafuu nani? Unao ni mtihani mwingine. Lakini kwa ufupi ni kwamba tusijitenge katika kushiriki kutengeneza mamlaka. Kwa hiyo tusijitenge na hili zoezi zima la uchaguzi. Na Uislamu kanuni yake duniani, ndio mafunzo ya Uislamu. Uislamu unaelekeza namna ya Muislamu kutii mamlaka, isipokuwa katika lile ambalo ukilitii kuna kumuasi Mungu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hapana kumtii kiumbe yoyote katika jambo la kumuasi Muumba. Lakini Uislamu haukumtaka Muislamu akifika kwenye mamlaka aanze kuchimba ile mamlaka imepatikana vipi ndio atii au asitii. Uislamu haukufundisha hilo, kwa sababu hilo ni jambo zito sana. Unaweza kwenda kwenye ardhi ya watu ambao wenyewe hapo mamlaka yao imepatikana kimavagavaga, alafu wewe kumbe una kanuni, hutii mamlaka mpaka uijue imepatikana kwa hivyo unavyotaka wewe. Hapo utakuwa na mgogoro wa aina yake. Kwa nasaha ya kwanza tusijitenge katika huu mfumo wa kutengeneza mamlaka ya nchi, kwa sababu tu mfumo huo haubebi dini yetu kwa 100%. Tusijitenge kwa sababu ingawa haubebi kwa 100%, lakini ziko 1% kadhaa ambazo dini yetu nazikubali, na pia katika kile ambacho tunakikubali unabeba ile kanuni sasa kwamba ambalo haliwezekani lote na uchache wake hauachwi. Nasaha ya pili tushiriki sasa kwenye jambo lenyewe. Sasa tukubali jambo lenyewe tushiriki, lakini jambo lenyewe zile anasiri zake, yani vile vitu vimoja. Kwa hiyo Muislamu ashiriki kampeni, Muislamu asikilize sera, Muislamu asikilize ilani. Si haramu Muislamu kusikiza sera,
kusikiliza ilani, chama hiki kitafanya nini, ili siku ya siku usipigishwe kura upige mwenyewe. Maana kuna wengine kura hawapigi wao, wanangoja kupigishwa kwamba ukifika fanya kadha. Basi huyu mtu atakiwa mwenyewe pia afikiri. Chambilicho hao watu, usikubali watu wakafikiri kwa niaba yako. Jitahidi sana ufikiri wewe mwenyewe. Ukipenda kila saa watu wafikiri kwa niaba yako, kuna kundi utajiweka. Liko kundi hilo watu hufikiri kwa niaba yao. Si zuri. Moja wapo ni kundi la watoto wadogo. Si huwa tunafikiri kwa niaba ya watoto wetu. Watoto wetu maskini ya Mungu kwa umri wao hawawezi kufikiri. Sasa ile kushiriki kampeni, kusikiliza sera, kusikiliza ilani, hayo hayana mgogoro. Wakati ukienda kwenye uwanja wa kampeni sasa, wewe kusudia yale mazuri. Kusudia mimi nakwenda kwenye kampeni, lengo langu ni kusikiliza ilani, ni kusikiliza sera, ni kuwaona hawa wagombea wa chama hiki wanasema watanifanyia nini, ili baadaye mimi niweze kusema huyu ndiye anayenifaa kuweza kumpa kura yangu. Yako mengine pale kwenye uwanja wa kampeni hayakubaliani na dini. Ni watu kwenda uchi, hawavai nguo za stara, wanacheza magoma, wanachanganyikana wanawake na wanaume. Sasa wewe ukienda pale usiyakusudie yale. Kwa sababu tukiutaka ule uwanja wa kampeni ule msafi kabisa, utakao kubaliana na dini yetu kwa 100% hatupati. Lakini hapo napo tuna umuhimu pia wa kupata hizo sera na ilani ili tuweze kujua unaweza kupiga vipi kura. Sasa ile innamal a'malu binniyati, matendo huzingatiwa kwa nia. Kwa hiyo utakwenda kwenye yale unayoyakusudia wewe tu, yale ambayo huyakusudii utayaacha. Hata kwa mfano mtu anaweza kuwa anakwenda msikitini kufanya ibada, lakini njiani mle akaona haramu nyingi sana, lakini hakuzikusudia zile haramu. Yeye anakusudia ile ibada anayoifuata kule. Kwa pale kwenye kampeni, twende tukasikiliza sera, tukasikiliza ilani, lakini tujiepushe na yale yote ambayo hayatakiwi na sheria ya Kiislamu. Mambo ya kuvaa nguo ambazo hazina stara, hasa kwa wanawake. Mambo ya kuchanganyikana wanawake na wanaume hayaruhusiwi na sheria. Mambo ya kucheza wanaume azima haturuhusiwi na sheria. Na ikhtilati hairuhusiwi na sheria. Lakini pia hata ile mtu kapanda pale kwenye jukwaa la kampeni, dini haimruhusu kutukana, dini haimruhusu kufitini, huruhusiwi kutukana, huruhusiwi kufitini kidini. Lakini kisiasa, wanasiasa wana njia zao, lakini kwa sababu hawa wanasiasa wapo watu ni wafuasi wetu wa dini, lazima tuwaambie dini haitaki 1, 2, 3. Mnaruhusiwa kwenye 1, 2, 3. Sibabul muslimi fusuqun, haitakiwi kutukana. Lakini pia ni vizuri wakati ule mtu akikaa pale asijione kwamba dini itamuacha huru afanye anavyotaka yeye. Hapana, lazima awe amesimamiwa. Na saha ya tatu, wale wote wanaogombea, kila anayegombea, kuna mtu agombea udiwani, kuna mtu agombea ubunge, kuna mtu anagombea urais. Yoyote yule anayegombea, huyu anatakiwa awe na nia njema ndani ya moyo kwamba lengo lake ni jema na ni kuutumikia vyema uongozi, na wala hana nia mbaya. Yani ile nia ya awali iwe ni nia njema, nia ya awali. Na wala mtu asidhani kule kuutafuta uongozi akadhani uongozi ni neema. Uongozi sio neema, uongozi ni mtihani. Uongozi sio neema, uongozi ni mtihani. Ukiutazama uongozi katika jicho la neema, hujauangalia vizuri. Utazame uongozi katika jicho la mtihani. Uombe Mungu, uongozi huu Mungu ulionipa na tekelezaje majukumu yake ili niwe salama. Bwana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ma min amiri 10 illa wa huwa yu'ta bihi yawm al-qiyamati maghlula hatta yafukkahu al-adlu au yubiqahu al-jawru. Hakuna mtu yoyote anayewaongoza hata watu 10. Watu 10 tu. Alafu hao watu 10 watamfanya yeye siku ya kiyama aletwe kafungwa pingu. Alafu inaanza kuhesabiwa vipi amewaongoza watu 10. Uongozi aliowafanyia watu 10 ikiwa ni uadilifu, atafunguliwa pingu.
Ikiwa amewadhulumu, maangamivu yake yatatokana na huu uongozi wake kwa hawa watu 10. Ma min amiri 10 illa wa huwa yu'ta bihi yawm alqiyamati maghlula hatta yafukahu al'adlu au yubiqahu al-jawr. Sasa hawezi kuwa mtu kapata uongozi wa kuongoza watu 2000 alafu anahisi neema kubwa sana. Hapana, kwa sababu liko swali juu ya watu 2000, tena mmoja mmoja mbele za Mungu, mmoja mmoja. Sasa atakiwa huyu anayeomba uongozi, mimi jamani naomba ubunge, jamani naomba udiwani, jamani naomba urais, jamani, ndani ya moyo wake akusudie kuwatendea kheri hawa, akusudie atawatendea mema hawa, ili hawa wasigeuke siku ya siku kuwa hawa ndio sababu ya yeye kuingizwa motoni. Kwa sababu ile dhulma yoyote ambayo mtu anawafanyia raia wake, dhulma ile haiwezi kuwa ni salama mbele ya Mungu, haiwezekani. Kwa ajili hiyo basi akusudie. Kuna msemo, mtu mmoja alisema, walau anna idha mitna turikna lakana almautu rahata kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'al ba'dahu an kulli shay'in. Sisi ingelikuwa tukishakufa alafu tunaachwa, mtu ulikuwa mbunge, ulikuwa waziri, ulikuwa rais, ulikuwa hivi, alafu umekufa, basi unafukiwa, bali maisha. Hivyo sivyo, walakinna idha mitna bu'ithna, lakini sie tukishauliwa, tukishakufa, baadaye tutafufuliwa. Sisi tukishafufuliwa tutaulizwa an kulli shay'in, juu ya kila kitu kimoja kimoja mtu ataulizwa. Sasa kila ulivyo na idadi ya watu ndivyo ulivyo na kesi za idadi hiyo. Kama uliongoza watu 1000 una kesi 1000, umeongoza watu 5000 una kesi 5000, umeongoza watu milioni 40 una kesi milioni 40. Sasa ule uadilifu wako utakao wafanyia ndio utakaopunguza kesi, kwa sababu na wenyewe pia na hawa wanazo dua, hawa unaowaongoza wanazo dua. Hata mtu mmoja wa kheri alisema, law kana li da'watun mustajaba ladakhartuha lisultan, lau ningekuwa ninajijua ninayo dua inayokubaliwa na Mungu, ningeiweka akiba dua hiyo niwaombee viongozi. Viongozi wana mitihani mikubwa. Kwa hiyo nasaha hii ya 3, anayegombea yoyote awe na nia njema katika uongozi wake, kwa sababu aelewe kwamba siku ya kiyama ataulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa katika tatizo la mali. Viongozi wengi wanaupenda uongozi ili kuufanya uongozi kuwa mtaji wa kupatia mali. Si vibaya kama utapata mali kwa njia ya halali, kwa sababu utapata mshahara wako mzuri, utapata posho yako ya safari, utaacha matumizi ya ghasia. Ukitunza pesa yako vizuri, unaweza kuendelea vizuri tu, si tatizo. Lakini dhulma haitofaa hata chembe, haitoachwa na Mungu hata chembe, haitoachwa kidunia wala haitoachwa kiakhera. Hata mtu mmoja wa kheri alikuwa kiongozi, kisha watoto wake wakawa ni maskini, hawana uwezo, na ile baitul mal, ile hazina imesheheni mali. Akafatwa na watu wenzake, wakamwambia, bwana mkubwa, wewe kweli katika hali hii unakaribia kufa, lakini unawawacha watoto wako ni maskini, ili hali ya kuwa umetawalia baitul mal, yani hazina, pesa zipo, halafu unawaacha wanao kuwa ni maskini? Yule mtu akajibu, ikiwa hawa wanangu ni watu wema, hawa wanangu kama ni watu wema, wasipate tabu. Kwenye msahafu kuna aya inayosema, wallahu yatawalla salihin, Mwenyezi Mungu atayatawalia majambo ya watu wema. Sasa kama wanangu ni wema, kwa nini nipate hofu mpaka niibe mapesa ya hazina niwape wao, niibe mapesa ya baitul mal niwape wao? Haina haja. Wallahu yatawalla salihin, kwa wanangu kama ni wema wasipate hofu, wao wataishi tu. Na kama wanangu ni wabaya, siwezi kuchukua pesa za dola nikawapa wao waendeleze ubaya. Sasa hapa ni kiwango cha juu sana kiucha Mungu. Viongozi wa leo kuwapata wa aina hiyo ni tabu, lakini ni kiwango cha juu kwamba kiongozi asikusudie kutafuta uongozi, kwa sababu ndani yake anataka apate mali, tena kwa njia ya haramu. Kullu lahamin nabata min suhutin fannaru aulabe, kila nyama itakayonenepa kupitia mali ya haramu,
basi moto una haki zaidi kuichoma nyama hiyo. Kwa hiyo unaweza kufanya ibada zako nzuri, hija zako, saumu zako safi, lakini ile mali ya haramu unayoiba katika dola, katika kazi ulioaminiwa, katika kazi uliopewa, ukadhani kwamba hii kwa sababu ni ya serikali hii haina neno hii. Hapana, Uislamu hauridhii mali za haramu. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Kwa ajili hiyo lazima kutunza zile mali. Nia iwe kwamba si kuiba, nia iwe si kudhulumu, nia ni kwenda katika njia ya kuongoza vizuri. Bahati mbaya mtu anaweza kateleza, sisi wanadamu hatukukamilika, lakini ile nia Mwenyezi Mungu anaiangalia sana. Na saha ya 4, wale wanaogombea wote wajiandae kushinda. Yani mtu ajiandae kisaikolojia kwa mimi nitashinda. Akijiandaa kisaikolojia kwa mimi nitashinda, anajiandaa vipi aishi na ule ushindi wake. Kwa mimi nikishinda, mimi nitakuwa mtu mnyenyekevu, siwezi kumdhalilisha mtu kwa sababu si kiongozi. Siwezi kufunga gari yangu vioo alafu nikawa nawaamkia watu kwa ndani kwa sababu nisipate joto nje. Mimi naweza kuwatembelea wanyonge. Yani mapema kabisa asione kwamba ule uongozi unakwenda kumtofautisha kati yake yeye na wanadamu wenzake. Hatusemi kwamba heshima yake haiangushe, hatusemi hivyo. Lakini ajiandae kwamba nikiwa kiongozi mimi nitakuwa mnyenyekevu. Mtu mmoja alisema, la tuhina alfaqira allaka an tarka yawman wad-dahru qad rafa'ahu. La tuhina alfaqira, usimdharau maskini wewe, mtu ambaye hana uongozi hivi, mtu dundunu, usimdharau. Allaka, huenda wewe, antarka yawman, ukaja ukawa chini siku moja, wad-dahru qad rafa'ahu, na yeye tayari dunia imemnyanyua yule ambaye ulimdhalilisha jana. Kwa unaweza kupata uongozi ukamdharau huyu, kisha na kesho kutwa Mungu ambadilisha, umefukuzwa, umestaafu, alafu ule mdharau juzi sasa hivi ni kiongozi. Sasa maisha yako yatakuwa ni magumu sana, kwa sababu utapenda huu usimuone wakati yupo, utapenda umhitaji, njia kwenda kumhitajia hakuna. Kwa hiyo kujiandaa kushinda maana yake ni kuiandaa akili kuwa na utukufu na huku ni mnyenyekevu. Ndio maana ya kujiandaa kushinda. Na mtu asije akapata uongozi kama hakujiandaa kushinda, kwa sababu atajiona mtukufu na atajiona ana akili nyingi sana, ana mipango mingi sana, mpaka anahesabu mipango yake. Amesahau kwamba hana mipango yoyote, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchagua na anaweza kumchagua mwingine kama alivyomchagua yeye. Kwa hiyo mtu ajiandae kushinda, na tafsiri ya kujiandaa kushinda ni kuiandaa akili. Kwa mimi nikishinda nitakuwa mnyenyekevu, si wadhalilisho wenzangu kwa sababu eti hawana uongozi, wala simdhalilisha hata ule ambaye nimemshinda pia. Na pia sitajibagua nikajiona mimi kama daraja la kwanza hivi, hawa wenzangu kama daraja la chini hivi, sitafanya hivyo namna hiyo. Ndio kuna hicho kisa cha mzee mmoja aliyeombwa. Kuna mtu alipata uongozi, akaenda kwa mzee akamuomba, mzee, mmekuja bwana, mimi nimepata uongozi, nataka unisaidie usia wako. Akamwambia, usia wangu mimi, hawa wenzako hawa ambao ulikuwa nao kabla hujapata huo uongozi, hawa usiwatupe hawa, kwa sababu ukija ukiukosa uongozi utawarudia hawa. Kwa ajili hiyo basi ule usia ule akautumia vizuri. Yeye huku ni kiongozi, lakini mambo ya wale ndugu zake, wale jamaa zake hayatupi, anawatembelea siku moja moja, anawasaidia, na huku anaomba dharura, mpaka wale wanajua kwamba huyu bado ni mwenzetu. Kwa siku akistaafu, akichoka, akipata ajali, akiumwa, akiwa na harusi, bado ule uhusiano na wenzake bado anao. Huko ndo kuiandaa akili kushinda. Lakini nasaha ya 5, kila mgombea aiandae akili yake pia kushindwa. Ajiandae kwa mimi naweza kushindwa. Na tafsiri ya kushindwa ni kukubali matokeo, maana yake kukubali mpango wa Mungu. Yani Mungu hakutaka nishinde. Yani ile akili aiandae. Akiiandaa kwamba Mungu anataka nishinde au nishindwe. Akishindwa, sasa Mungu ametaka mimi nishindwe. Akiamini hivyo, hapati tabu. Moyo wake utakuwa baridi, hatopasuka mishipa, umeelewa? Hatogombana na mtu, sababu tayari ile akili yake aliiandaa kushindwa. Ukiandaa kushindwa akili, utakubali matokeo na wala halitoingia balaa. Duniani leo kuna mabalaa kupitia kwa wanasiasa, na hii ni kwa sababu wanasiasa wengi sana hawapendi kushindwa.
na hawaziandai akili zao kushindwa, wanaziandaa kushinda. Kwa hiyo akishindwa huwa ametokewa na kitu ambacho akili hakuiandaa. Kwa hiyo akilipuka anapata ghadhabu. Akipata ghadhabu anafanya mambo ya ajabu sana. Kwa ajili hiyo kila anayegombea ajiandae kushindwa. Kwenye hii nasaha namba 5 aseme nikishindwa basi mimi nitakuwa nimeshindwa. Sina haja ya kuleta vurugu, sina haja ya kufanya fujo, kwa sababu tumejifunza katika nchi za wenzetu wengine, baada ya mtu kushindwa mavurugu yale yameathiri sana watu wengine. Nasaha ya 6, tusikubali sisi sasa kama Watanzania, kama raia, tusikubali wanasiasa watuingize katika vurugu. Tusikubali. Tuazimie sisi kama sisi sio piga kura. Huyu anayegombea na anayegombea uongozi tushamuelekeza na saa zake, lakini nasi tusikubali kuingizwa katika vurugu na wanasiasa, na tusikubali kutekeleza ajenda za wanasiasa kupitia vurugu. Maana wanasiasa wanaweza kukosa uongozi kupitia njia hizi za heshima na taratibu, lakini wanaweza kupata uongozi pia kupitia fujo. Sasa wakati ule wewe watakiwa useme mimi bana kupitia fujo mimi siko tayari. Kwa sababu ukishavunjika mguu, ukishakufa, mwanasiasa anapata nafasi ya kuandaa vikao na mwanasiasa mwenzake ili wagawane madaraka, watulie chini ili waweze kutulia. Wakati huo aliyetoa agenda ni marehemu wewe. Aliyetoa agenda ni wewe uliyevunjika mguu. Aliyetoa agenda ni wewe ambaye sasa hivi wanao hawana mtu wa kuwahudumia, mke kakaeda kishaolewa. Kwa ni vizuri sana kila mmoja akaazimia, mimi sitakubali kabisa kuingizwa katika vurugu na wanasiasa. Nitashiriki uchaguzi kwa utaratibu uliowekwa na sheria, nitapiga kura yangu, nitampa ninayempenda. Ikifikia ni vurugu, mimi jamani kwenye vurugu simo. Lazima tuziandae pia akili zetu kukataa kutumiwa na wanasiasa kuingia katika vurugu. Nasaha ya 7 na ya mwisho. Sisi wapiga kura, sisi na sisi wanachama, sisi washabiki, tusikubali mchakato wa uchaguzi utuvurugie uhusiano wetu. Tusikubali. Sisi wanachama, wakereketwa, wafurukutwa, wapenzi wa kitu gani, sote sisi ni ndugu. Isifikie uchaguzi unakufanya wewe sasa uweze kwenda kwa ndugu yako ana harusi yake. Isifikie baada ya uchaguzi umegombana ndugu yako kisiasa kiasi ambacho hata kama kafiwa unaona haya kwenda pale penye msiba. Isifikie uchaguzi mtu anataka kukope pesa, lakini kwa sababu chama fulani mimi siwezi kumkopesha, au chama fulani wajuu yao, au chama fulani yao hukopeshi pesa. Hapana. Huu ushabiki wa kisiasa usivuruge utanzania wetu, usivuruge ujirani wetu, usivuruge udugu wetu. Sisi tuendelee kuwa kitu kimoja. Yani tuite huu kama ni msimu fulani wa mechi fulani. Hii mechi ni mechi ya kupita. Ni mashindano ya kupita. Lakini sisi kuwa ni majirani, ni ndugu, ni jamaa, hili jambo linaendelea. Sasa hili ambalo ni la muda mfupi lisivuruge hili ambalo linaendelea. Na hapo ndio panaitwa uvumilivu wa kisiasa. Tuvumiliane kisiasa. Yani mwenzio uko chama fulani mvumilie. Mwenzio kwa huyo mvumilie. Na usitake watu wote wawe dunia nzima eti wapende kama wewe. Dunia haikuumbwa hivyo. Lazima kuvumiliana katika misingi ya kisiasa, na hapo ndio udugu wetu utadumu. Kikubwa hapa ni kwamba tuwe ndugu ili ule utaratibu wetu ule, kualikana kwenye harusi, kuendeana kwenye matanga baada ya kufiwa, jirani na mtoto anaumwa nikamwangalie, isiwe vyama vyetu ndio vitavuruga hayo. Hapana, si udugu wetu huu uendelee kama kawaida. Hata rafiki yangu mmoja akanionyesha klipu ya wanachama fulani, sitaki kuwataja, wamepita mahala. Sasa pale walipopita pana watu ambao hawapendi kile chama. Wale watu wakaanza kuwazomea wale watu katika kiwango ambacho huwezi ukaamini kama ni Tanzania hii. Tanzania hii tunafikia sisi wa Tanzania kwa sababu mtu yuko chama fulani na mvunjia heshima ya kumzomea barabarani kama mwizi. Hapo hatutendi haki, hatuendi sawa sawa. Kwa hiyo nasaha hizi 7 nataka sasa tuingie kwenye mjadala ili mtazamaji wangu na wewe upige simu uweze kuchangia na uweze kutoa nasaha. Nchi hii ni yetu sote, na sisi viongozi wa dini tukitoa nasaha kama hizi, ondoeni dhana kwamba dini ni mambo yale ya kaburi hivi, jeneza, ndoa, mirathi. Hapana, dini ina uwezo hata kumuelekeza rais kwamba ukitaka uongoze vizuri, mtume anasema kadha, Mungu anasema kadha, na ukifuata hivyo upate tabu.
dini inaweza kumuelekeza mbunge, dini inaweza kumuelekeza diwani, dini inaweza kaelekeza mpaka mfumo. Sasa ndani ya msaafu ndio kuna aya, wachilia mbali nyewe mna budget ya miaka, wenzenu kuna budget kula miaka 7 ya neema, alafu na miaka 7 nyingine ya dhiki, watu wameka namna hiyo. Ni mambo mapana sana, lakini ni kidogo. Kwa hiyo nasaha hizi 7, sasa ukipiga simu nataka uchangie, useme mimi bwana katika nasaha fulani nataka nichangie kitu fulani. Halo, salamu alaykum. Halo, salamu alaykum. Halo, salamu alaykum. Halo, jitambulishe bwana, uko nani? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapo studio. Nzuri, kwanza sauti ya television ipunguze. Haya bwana, punguza sauti ya television alafu useme na mimi nachangia kitu kadhaa. Mimi nataka kuchangia kwa Tanzania wenzangu, nataka niwasihi kwamba ikiwezekana kwamba tuache, yani kwamba kutengana kipindi cha uchaguzi, sisi Waislamu, sisi Waislamu, dini tofauti, lakini kikubwa kwamba tuwe kitu kimoja tunapoelekea kwenye uchaguzi. Maana leo hii uchaguzi kama uchaguzi, baadhi ya watu wanakuwa kama wanatengana kupitia uchaguzi, kwa sababu kutokana na kitu fulani ya chama fulani, basi mwisho wa siku unakuja kunatengana. Sisi Tanzania bwana hatuna kama hiyo. Kikubwa kwamba tuwe kitu kimoja na kikubwa kwamba tushikamane kwa kila jambo. Endapo mtu unakwenda unapiga kura yako, mwisho wa siku unarudi tena nyumbani kwako, ndio unakuwa unafikiria matokeo ndio jambo la msingi. Lakini kitendo cha kutengana, kuna madhara zake kwa chama fulani, mwisho wa siku ndio chama fulani, basi wewe ujenge chuki. Kwa kweli kitendo kama hicho ni kizuri kwa Tanzania. Jambo kubwa tujaribu kubadilika, tu kitu kimoja, ndio jambo la msingi. Nchi ni yetu, viongozi ni wetu, na dini ni zetu, ndio jambo la msingi. Kakangu baba yangu tusikiwa, mimi sina mengi. Asalamu alaykum. Hai, wewe mtazamaji wetu ambaye amechangia hii nasaha namba 7 hii, kwamba sie ni ndugu, tuendeana kwenye maharusi, tuendeana kwenye misiba, tuna ujirani, tuna kuuguzana. Basi hii siasa isitugawe. Mtu ana chama chake akipende, akipigie kura anavyopenda. Lakini basi ndugu yako anasema umkopeshe pesa, mkopeshe, simbague kwa sababu hayuko kwenye chama chako. Halo, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ndio bwana, unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Fundi Musa Yusuf Temwana, niko Majimajili Taranga. Kwa Mr. Kama ipo hivi. Mr. Kama, karibu kaka uchangie na wewe. Asante sana. Mimi katika nasaha zako 7 zote nimezikubali. Ndio bwana. Nasema tu kwamba naomba viongozi wetu, ndio bwana, wanapopanda majukwani waache kama walivyosema matusi, kusemana kwa kweli haipendezi. Mimi napenda kwamba kiongozi wa kisiasa akipanda jukwani atoe hoja za msingi. Mimi ukunichagua nikiwa rais, nitafanya hili, nitafanya hili. Basi mama mbunge, ukinichagua kuwa mbunge, mimi nitafanya hili, nitafanya hivi kushirikiana na rais wangu. Ukinichagua kuwa diwani, nitafanya hivi, kushirikiana na serikali ya na mbunge. Naona sasa utakuta siasa wanasemana, wewe ukifanya hivi afanye hivi, pumba hivi matabishi. Sasa ile sio siasa. Kwa kweli wanatuharibu wananchi. Wapande kwenye majukwaa waseme mimi nitatengeneza hichi, huyu nitatengeneza hichi, tutatengeneza hichi. Basi ni nyumba moja, kwa hiyo tunabebana sisi jamani. Tusipende namba 3 hiyo. Tukanana hata lile isemi kama kwa sisi Waislamu au Wakristo tunafuata sheria za kinizamu za Mungu. Nadhani kwamba nchi yetu ilikuwa imesoma vizuri sana. Namba 3. Sana na sisi wangu wachangiaji. Nakushukuru. Kweli ni kipindi kizuri na naweza kiongozi muda. Asante bwana, nakushukuru. Mtazamaji wetu anasema kipindi ni kizuri. Hii ilikuwa nasaha namba 3. Alikuwa akichangia nasaha namba 3 kwamba wanaogombea wale wawe na nia njema ya kuutumia vyema ule uongozi, na mtu asiuone uongozi kama neema. Uongozi ni mtihani. Sema uongozi ni mtihani, wala mtu asifanye uongozi kama neema, hapana. Halo mtazamaji, salamu alaykum. Halo, salamu alaykum. Halo, salamu alaykum. Jitambulishe kaka na wewe uchangie. Jitambulishe uchangie. Karibu. Uko na kaingia hapo katika ushirikiano. Namba ngapi hiyo? Haya, ushirikiano, karibu uchangie. Ushirikiano wa Tanzania tabia kushirikiana mambo yote. Sisi ni ndugu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuturuhusu sisi tufarikiane. Ndio.
Kwa maana hiyo ndio naomba hao wanasiasa ndio wanapotujia majumbani ndio na kutushawishi kwa namna moja au nyingine, ndio ili tuweze kushirikiana kwa sababu ya maslahi aidha ya kwao au ya mtu mmoja. Ndio. Na nasihi na waomba wananchi na Waislamu na wazee wa Waislamu wote, ili tuachane na hao, tuangalie utaratibu ukoje, tuangalie mwelekeo ukoje. Ndio. Kura ni siri yako wewe binafsi. Ndio. Ukipiga kura kumwambia mchagua fulani, unachagua kwenye nafsi yako. Kwa nini uweze kutekwa akili na mtu kwa ajili ya maslahi yake? Naomba hiyo wananchi tuliache hilo. Nakushukuru sana, mchango mzuri, kwamba sisi tusifarikiane, tusigombane kwa sababu ya vyama au kwa sababu ya hizi siasa. Madhali kura ni siri, utampigia unayempenda. Sasa ya nini kugombana? Hapo ndio napotoa nasaha. Hii nasaha yetu ilikuwa ya mapema kabisa. Tunamshukuru mzee wetu huyu, ametoa mchango mzuri. Halo, salamu alaykum. Halo, salamu alaykum. Salamu alaykum. Khairi bana, pandisha sauti yako tukupate vizuri. Unaitwa nani, uko wapi? Alaykum salaam alaykum. Khairi kaka, unaitwa nani, uko wapi? Nipo hapa Lindi hapa. Wewe unachangia kwamba wewe mara nzuri sana. Ndio Lindi hapo. Nipo bara. Sawa, TV sauti yake weka chini kabisa. Sauti ya TV rudisha chini kabisa. Tumia simu tu. Usitumie sauti ya TV. Nimeshaweka hapo chini. Haya kaka, karibu. Sasa mimi nasema kwamba viongozi wetu ambao walikuwa na ngazi ya juu wao, wao na hekima, wajue siasa kisha kuongea vizuri. Ile wao wakishavunja heshima, kwa wakishaanza kuongea na heshima, hata kama hao wachini hao ambao walikuwa na diwani wa bunge kwa tanga kuongea na heshima. Kwa hiyo ninapoomba na ustaarabu mzuri wa hiyo tuseme mzuri ambao wanaelekea wananchi, sababu kila mtu apaka na yao kuchagua anachokitaka na anachokitaka. Kwa hiyo kushirikiana na nini na ustaarabu mzuri. Kwa hiyo tukishaanza kuongea na heshima kwa juu, basi mpaka nada wakati nitatoa kwa haya, mchango mzuri na watazamaji wangu wamempata vizuri. Mtazamaji uko hewani, asalamu alaykum. Halo? Halo? Uko hewani, halo? Mtazamaji wetu amekatika. Bahati mbaya imekatika. Mtazamaji uko hewani, asalamu alaykum. Halo, asalamu alaykum. habari za leo. Nzuri kaka, hali yako na wewe kaka, uko wapi? Unaitwa nani kaka? Mimi niko Musoma. Kaka yangu uko Musoma. Musoma, unaitwa nani? Halo. Halo, karibu sana kaka yangu kutoka Musoma. Karibu changie. Mimi naitwa Julius. Kaka Julius kutoka Musoma, karibu uchangie. Sasa siku yangu. Karibu, tunakupata tu. Mimi ninachokizungumza. Sawa. Mimi ninachokizungumza. Karibu zungumza kaka Julius. Hawa ndugu wagombeaji. Hawa ndugu wagombeaji. Ndio. Hawa ndugu wajua TV yako hiyo sauti iko juu. Weka sauti ya TV mpaka chini kabisa. Tumia simu tu ili sauti sijirudie hapo pate kuongea vizuri. Hawa wagombeaji tunaomba kwamba sisi ni kitu kimoja. Ninachokizungumza mimi ni kwamba karibu. Hawa ndugu wagombeaji. Ndio. Sisi ni kitu kimoja. Ndio. Ni watu wa moja. Ndio. Na hatuna sababu ndio ya kugombania fito wakati nyumba yetu ni moja tunayojenga. Ndio. Na tunaomba kwamba wakusimama waongee sera zao, wakishamaliza sera zao basi sisi ndio tutakaoamua tunampa nani. Sawa. Mwenye busara. Sawa. Ambaye atatupeleka sehemu ambazo tunazihitaji. Sawa. Basi hapo ni hayo. Mazuri kaka Julius, nakushukuru sana. Asante sana. Haya. Mtazamaji wetu Julius kutoka Musoma. Mtazamaji, salamu alaykum. Halo, salamu alaykum. Halo, jitambulisho uchangie. Mimi naitwa Hassan. Sauti ya TV weka chini kabisa tukupate. Mimi
Unaitwa? Naitwa Hassan. Haya, karibu uchangie. Unauliza kura ni halali au haramu? Ndio mwanzo nimeanza moja kwa moja mwanzo na kitu hicho mwanzo. Kwamba huu ni mfumo wa kutengeneza uongozi. Unayo mambo fulani mazuri tunayoyakubali. Unao mambo fulani ambayo hatuyakubali. Sasa huwezi kuwa una sehemu unayoikubali alafu ukaacha jambo lote. Haiwezekani. Ile sehemu unayoikubali ili uipate lazima ufuate mfumo huu. Kwa lazima huu mfumo tuufuate. Halo. Na kwa sababu nilisema, nipate vizuri kwanza. Nilisema huwezi ukaacha kushiriki kutengeneza mamlaka alafu wenzio wakishatengeneza hiyo mamlaka wewe unakuwa chini ya hiyo mamlaka na unataka ikuhudumie. Huo utaitwa uvivu wa kisaikolojia. Abeko anauliza halo. Karibu, uliza. Hao tunawapigia kura ndio hao wanatoa leseni za biashara za baa. Hao tunawapigia kura. Sasa vipi tunawapigia kura tunawachagua? Lakini ndio hao pia wanatoa leseni za mabasi. Ndio hao. Lakini leseni Pole sana simu yako imekatika. Kwanza fikra hii ya mtazamaji wetu tusikatae. Wako watu fikra zao ziko hivyo, macho yao yakifunguka anaangalia ubaya. Yaani yale mazuri huwa yale macho hayafunguki akaona huko. Kwa ni wajibu wetu sisi sasa kuwaambia hapana. Kuna hili. Alafu pia ukiwafikiria leo viongozi walioko duniani alafu ukataka uwapekue eti wanaoyafanya matendo ya peponi matupu hutopata. Sasa ni bora kama nilivyosema huu mfumo ambao huku walau unashiriki kidogo. Kuna watu wao na mambo yao na mfumo wao hushiriki kabisa wala uhusiki. Lakini tumeyapokea yale. Mtazamaji, asalamu alaykum. Halo, asalamu alaykum. Patisha sauti yako, jitambulishe, uchangie. Mimi ni Abedi, niko Dar es Salaam. Abedi, karibu uchangie. Sasa swala la demokrasia nafikiri liko wazi tu katika kubadilishana uongozi wa nchi. Sawa. Isipokuwa wale viongozi ambao tunaamini walishatumikia wananchi pengine kwa uadilifu ama hata saa nyingine si kwa uadilifu, nao ndio wanaishiriki tena katika kuashiria utovu wa nidhamu. Mathalani utakuta kiongozi mwingine badala ya kuelimisha tu jamii kwa sifa zake inakueje hiyo sasa? Na kupata yani sauti wakati narekebisha simu yangu hapa, sauti yako mara inapanda mara inashuka. Swali lako la msingi ni nini? Swali langu la msingi ni maadili katika uongozi. Hiyo hoja ya msingi sasa. Maadili katika uongozi. Nadhani hii ni mchango nambari 3 kama sikosei. Namba 3 wanaogombea wawe na nia njema ya kuutumia vyema uongozi. Kwa sababu uongozi peke yake unaweza ukatosha kumfanya mtu sababu kwenda kutiwa motoni baada ya kuwadhulumu wale anaowatawala au wale anaowaongoza. Kwa hiyo mchango wa mtazamaji kwamba maadili juu ya uongozi ili jambo la msingi nilikuwa ni nasaha namba 3. Mtazamaji, asalamu alaykum. Alaykum salaam. Kheri kaka, unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Kizika. Haya, umesikiza kipindi kuanzia mwanzo? Nimesikiza mwanzo. Katika nasaha 7 hizi unachagua nasaha ipi na wewe uweze kuchangia? Katika nasaha 7 unachagua ipi uweze kuchangia? Mimi nakuchangia. Punguza sauti ya TV, sauti yake kwa juu ndio maana najirudia hapo, unapata tabu. Mimi nakuchangia na niendelea hapo. Kwa zaidi ni kwamba sisi wote ni wamoja. Ndio.
Sauti ya TV yako iko juu, ndio maana unapata sauti mbili mbili, unapata tabu mwenyewe. Punguza sauti ya TV. Haya, sisi ni wamoja, alhamdulillah. Endelea. Ndio. Haya, swali. Kwa hiyo ulikuwa unaunga mkono ile namba 3, sio? Nilikuwa naunga mkono namba 3, nilikuwa nasema kwamba huku. Haya. Yetu ametoka hewani, dakika zinakwenda kweli kweli. Msamaji, asalamu alaykum. Halo, asalamu alaykum. Halo, uko hewani, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, vipi? Sauti ya TV weka chini. Sauti ya TV weka chini ili uweze kuchangia. Okay, asante. Bana, mimi nazungumzia kuhusu swala la kupiga kura. Swala la kupiga kura bana, kwa sisi Waislamu tunasema kwamba ni haramu. Kwa sababu tunaongea haramu, Uislamu unafundisha tuchague kiongozi ambao atatuongoza kupitia kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Viongozi kupitia kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Tumechagua viongozi wanaangalia tu mambo ya dunia, haangalii kitabu cha Mungu. Inakuwa msingi kwa sisi Waislamu kwa mfano mzuri, mashehe wetu kwa ndani haupendezi, ndio maana nikasema kupiga kura mimi kwa maana hii ni haramu. Asante sana. Wewe ndio shauri wangu. Haya. Hii Ar-Risala ni kipindi chenu watazamaji. Wala usipate hofu. Na hata huyu pia ni mteja wetu huyu. Sema yeye kupiga kura kwake ni haramu. Mashehe kuwekwa ndani. Sasa kuwekwa ndani mashehe kumefanya mpaka kura zimekuwa ni haramu, lakini pia kutotumia wale viongozi Qur'an na Sunna na yenyewe pia imefanya ile kura imekuwa ni haramu. Hili tumeshalisema mwanzo. Nashukuru tu kwamba kile nilichokieleza kipo kweli kwenye jamii, kwamba huwezi ukasema ni haramu kupiga kura kisha wenzio wakapiga kura wakatengeneza serikali, kisha we serikali hiyo ukawa unaitumia ikusaidie mambo yako na ikutengenezee mambo yako, kwa sababu huwezi kuishi bila serikali, haiwezekani. Sasa mfumo wenzio wanatengeneza uongozi, wasema mfumo huu mimi haukubaliani na mimi, lakini wakishatengeneza uongozi tu unaukubali ule mfumo wao, unatii, unakata leseni, unatii, unakata bima ndogo ya gari, unatii, kiwanja chako unalipia, unatii, lazima bwana ardhi athibitishe, unatii, unapewa hati, unatii kwenye barabara ya watu, unatii. Ila kwenye kuchagua ndio tatizo lako linakuja hapo. Ndio nikasema hilo ni tatizo la kisaikolojia, lakini hilo linatibika kidogo dogo, halitaki mabavu hilo. Hilo halitaki mabavu, hilo kidogo dogo. Na msimu mbili za mwisho, msamaji, asalamu alaykum. Halo, asalamu alaykum. Alaykum salaam, vipi? Heri, karibu mamangu, changie. Asante. Mimi naitwa Sawa Habini Ali. Karibu. Karibu. Halo, salamu. Karibu, alaykum salam. Asante, mimi naitwa Sara bin Ali. Sara bin Ali. Nilikuwa nataka nijue maana ya hakika ni nini? Sara bin Ali. Nataka nijue maana ya hakika ni nini? Haya, hakika ni mnyama anayechinjiwa mtoto. Mtoto akizaliwa wa kiume anachinjiwa mbuzi wawili. Mtoto akizaliwa wa kike anachinjiwa mbuzi mmoja. Huyo ndio hakika. Yule mbuzi mwenyewe ndiye anaitwa hakika. Haya, kama mnavyojua hiyo ndio Ar-Risala, ina wateja wa aina zote. Katikati ya kipindi kama hiki, lazima tuzungumzie nyama za mbuzi kidogo, na ugavi na nini. Ndio wateja wetu hao. Mtazamaji, simu ya mwisho. Asalamu alaykum. Halo, asalamu alaykum. Jitambulisho, changie. Naitwa Hamidi, niko mwandishi. Karibu, changie kaka. Nashukuru kwa mada zinazotamana kiasi. Ndio bwana. Lakini mimi naona nafasi kubwa zaidi zingepelekwa kwa hawa wagombea. Na saa kwa wagombea Kwa unajua kwa mfano utakapotoa kauli ya si nzuri kumpa mwenzio, ina maana yule naye mpele kauli aweza akarudisha kauli ambayo si nzuri kwako. Kisha baada ya hapo panatengeneza kitu kinachoitwa uhasama. Kwa hiyo hivi naona kwamba wangefunga sana kauli zao. Sawa. Ili kuweza kuishi katika msingi ambao tunaendelea nao tangu mwanzo. Sawa. Alafu pia katika hili masala ya kura pia, na watu tuangalie na hizi ahadi zao hao watu.
wanazozitoa nyingi zinakuwa ni ahadi ambazo ukipima unaona kabisa ni kitu hakiwezi. Na nadhani kwa kuwa mara nyingi huwa hawatangulizi kwamba inshallah, wanasema watafanya kwa kuona kwamba wana nguvu ambazo si kweli. Hivyo na pia katika nchi yetu kusema tunapiga kura, tunaamini kwamba demokrasia katika sheria upande tunaonyesha baina ya demokrasia na Uislamu, kuna demokrasia na ukatili haifai. Lakini tuko katika tumetoza nguvu katika nchi. Kwa hiyo hatuwezi kuhalalisha hii kitu moja kwa moja. Tuone tu kwamba ni masuala ambayo sisi hayatuhusu. Haya, Ar-Risala ni kipindi chenu na ndio maana hakitaki kuyakataa maoni yenu. Tunayabeba yale maoni. Tukishabeba yale maoni kwa njia hii yanakuwa hadharani na hapo yanatafutiwa tiba kidogo dogo. Lakini cha kukumbushana tu ni kwamba wale wote ambao hawataki kushiriki katika mfumo wa kutengeneza dola ni uelewa unaohitaji kusahihishwa, lakini wasahihishwe kwa njia za hikima na busara, kwa sababu mwanadamu akishaamini kitu fulani kumpelea kwenye kitu kingine anatakiwa utumie hekima na busara, kwa sababu ni huyo ambaye anaona kupiga kura ni tatizo, lakini yuko tayari kuishi katika nchi ambayo kuna watu kama 100 hivi ndio wanawatengenezea wenzao uongozi, na uongozi wenyewe wanaurithisha mpaka kwa watoto wao waliowazaa, na wale watoto wenyewe si lazima wawe wacha Mungu. Lakini Muislamu huyo ataridhika kuwa na watu wa aina hiyo, lakini wale wa kutengeneza mwenyewe hayuko tayari nao. Lakini ni kidogo dogo na insha Allah pale penye nia njema Mungu atatufungua kidogo dogo. Tuiombee amani nchi yetu. Mwenyezi Mungu atupe amani, tuingie katika uchaguzi kwa amani. Mwenyezi Mungu atupe kushindana kistaarabu. Mwenyezi Mungu atupe viongozi ambao hao wana maslahi kwetu, na kila tukimaliza ibada zetu tuiombee nchi yetu ili tupate viongozi wazuri ambao wana maslahi kwenye hii jamii. Tuwaombee basi wenzetu wote ambao wana nia ya kutuongoza, basi wanuie katika nyoyo zao kwamba wanakusudia kuwahurumia raia na si vinginevyo. Muda hauturuhusu kuendelea. Mimi ni mtumishi wako, naitwa Muhammad Abu Eid. Wassalamu alaikum wa ila liqa. Watazamaji wengine wamekuwa wakiuliza, jamani, gesi hii inaweza ikalipuka ikatulipukia? Ni kweli, vizazo zote za mafuta ya petroli kama vile petroli, dizeli, mafuta taa au hata gesi yenyewe tunayoizungumzia inaweza ikalipuka, lakini ukitumia kwa ufasaha na uzuri, Mungu atajalia kheri, hawezi kukulipukia. Tunasema gesi hii ni safi, ni salama, ni chapchap, ni rafiki wa afya na mazingira, na inatufaa sana wa Tanzania. Kitaalamu zaidi tunasema kitu chochote kinachoungua, kwa mfano kama ni ukuni, kama ni mkaa, kinapoungua kinaacha byproduct, kinaacha kitu ambacho kinakuwa hakijaungua. Kwa hiyo inakuwa hakuna complete burning. Lakini petroli au gesi inakuwa na complete burning, hasa hii gesi tunayoizungumzia ya LPG. Kwa hiyo complete burning ile inasababisha kwamba kuwe na hali ya usafi wa almost 100%, takriban 100%. Kwa hiyo usafi huu ndio unaotupelekea kwamba sio tu katika vyombo vyetu au katika hali yetu ya hewa, hali kadhalika katika mazingira yetu na katika usalama wetu kiafya zetu vile vile. Kwa mfano, zimetolewa ripoti mbalimbali kuhusu uchafu wa mazingira ya ndani, hasa yanayotokana na moshi, kwa mfano wa vibatari tunapokuwa tukiwasha, au kuni au mkaa. Wengi wamepata matatizo makubwa ya vifua, asma, matatizo ya magonjwa mbalimbali makubwa. Lakini kwa utumiaji wa gesi hii ya LPG, basi unakuwa umeepukana na matatizo ya kiafya tunayokuwa tukiyazungumzia. أشرقت نفسي بنور من فؤادي